Mwanadamu anapojaribu kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, tayari anakuwa ametangaza vita na shetani bila yeye mwenyewe kujua. Vipo baadhi ya vifungu katika kitabu kitakatifu cha Biblia ambavyo shetani huwa hatamani mwanadamu hawezi kuvijua wala hawezi kuelewa maana yake, kwa sababu anajua vifungu hivyo ni silaha kwa upande wake. Ni vifungu ambavyo wanadamu wanaweza kuvitumia kumwadhibu na kumshinda kabisa, kwani mamlaka yote katika uso wa dunia mwanadamu amepewa. Katika video hii nitakwenda kukuambia vifungu 10 vya Biblia ambavyo shetani hataki wanadamu waweze kuvijua. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni vifungu 10 vya Biblia ambavyo shetani hatamani uweze kuvijua. Namba 1. Kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 7. Ukichukua kitabu kitakatifu cha Biblia, ukisoma maandiko katika kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 7, Biblia imeandikwa, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Siri hii shetani hatamani wanadamu waweze kuijua, kwa sababu anajua mwanadamu akishaijua siri hii atakuwa na uwezo wa kumpinga shetani, na shetani ataweza kumkimbia kwa sababu mwanadamu atamshinda nguvu shetani. Shetani hataki ujue kuwa unaweza kumpinga naye akakukimbia. Jambo hili linaashiria kuwa shetani hana nguvu juu yako ikiwa wewe utamwamini na kumtii Mwenyezi Mungu. Hivyo, kwa kuwa shetani anatamani aweze kuwatawala wanadamu wote na kuwamanipuleti, amekuwa ni kiumbe ambaye hatamani kabisa wanadamu waweze kusoma Biblia. Na ndiyo maana wakati mwingine unaposhika kitabu kitakatifu cha Biblia ili uweze kusoma, kuna baadhi ya vifungu unapofungua na kuanza kuvisoma, unajikuta unaondolewa uweponi, unajikuta unaanza kusinzia, unahisi uchovu, ama linatokea jambo lolote ambalo linakufanya uache kusoma vifungu hivyo. Hizo ni jitihada za shetani kutaka kukuzuia ili usiweze kuijua siri hii ambayo shetani mwenyewe anajua. Kama ukiweza kuijua, utaweza kumshinda nguvu na ataweza kukukimbia. Namba 2. Kitabu cha Yohana wa kwanza mstari wa 4, sura ya 4. Ukichukua kitabu chako kitakatifu cha Biblia, ukifungua Yohana wa kwanza ukasoma mstari wa 4 kuanzia sura ya 4, Biblia imeandikwa, yule aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Maandiko haya yanamaanisha aliye ndani yenu ni Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ndiye mkuu kuliko chochote ambacho kinaweza kuwepo katika uso wa dunia. Kumbuka, Ibilisi ni miongoni mwa viumbe ambavyo vinapenda kuwamanipuleti wanadamu ambao wapo katika uso wa dunia. Je, Mwenyezi Mungu akiwa ndani yako, ni nani ambaye anaweza kukushinda? Hakuna, kwa sababu yeye ni mkuu kuliko yeye aliye katika hii dunia. Shetani hapendi uijue siri hii, kwa sababu wapo baadhi ya watu ambao wamefanikiwa kudanganywa na shetani na wanaamini ukuu wa shetani ni mkubwa kuliko vitu vingine, na hawa ni watu ambao wameamua kumkabidhi shetani maisha yao. Shetani amewalaghai kwa kuwapa utajiri, madaraka na pesa nyingi, jambo ambalo shetani amelitumia kama mtego wa kuwanasa wanadamu hawa ili siku ya mwisho aende nao katika ziwa la moto au moto wa Jehanamu. Hivyo ni vema ukaijua siri hii kuwa yule aliye ndani yako, Kristo, ni mkuu kuliko shetani ama nguvu yoyote ambayo ipo katika uso wa dunia. Namba 3. Kitabu cha Warumi 8 mstari wa 1. Ukichukua kitabu chako kitakatifu cha Biblia ukafungua katika kifungu hiki kimeandikwa, sasa basi hakuna hukumu kwa wale waliomo katika Kristo Yesu,
Sote tunajua kuwa shetani alishamuasi Mwenyezi Mungu na anasubiria hukumu siku ya mwisho. Miongoni mwa mipango yake shetani ni kuhakikisha anakwenda motoni na kila mwanadamu ambaye yupo katika uso wa dunia. Hivyo, kwa kuwa shetani anamjua Mwenyezi Mungu kuliko mwanadamu, shetani anajua mwanadamu akiwa katika Kristo, hukumu haitamhusu mwanadamu, kwani mwanadamu ataokolewa kwa neema. Hivyo, shetani anaweka mitego ya kila aina kumfanya mwanadamu asiweze kuijua siri hii, ili mwanadamu ajikute akitenda matendo ambayo yanamkosea Mwenyezi Mungu, na mwisho wa siku aende katika moto wa milele akiwa pamoja naye. Kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao walikuwa hawaijui siri hii, ni kuwa kama ukiwa upande wa Mwenyezi Mungu, Yesu akiwa ndani yako, hukumu haikuhusu. Hukumu atakuwa nayo shetani, kwani hata lengo la Mwenyezi Mungu kuuandaa moto, Mwenyezi Mungu ameuandaa moto si kwa sababu ya mwanadamu, bali ni kwa sababu ya shetani. Lakini shetani na hila zake anajaribu kutumia ujanja aliyokuwa nao kuwarubuni wanadamu, ili mwisho wa siku atakapokuwa anatupwa kwenye ziwa la moto aweze kutupwa pamoja nawe. Hakikisha unakuwa ndani ya Yesu, kwa sababu ukishakuwa ndani ya Yesu, hukumu haitakuwa juu yako. Namba 4, kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 11. Ukisoma maandiko katika kifungu hiki, Biblia imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Unajua kwa nini shetani hatamani uweze kukifahamu kifungu hiki? Ni kwa sababu kifungu hiki kimebeba siri ya ushindi kwa mwanadamu. Mwanadamu anaweza kumshinda shetani kwa kutumia damu ya mwana-kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Shetani hawezi kuwa na mamlaka kwa mwanadamu ambaye ameamini katika Mungu, kwani damu ya Yesu ni silaha kuu dhidi ya shetani, na ushuhuda wako una nguvu. Hivyo, mwanadamu atakapokuwa anamkemea shetani kwa kutumia jina la Yesu au damu ya Yesu, amini usiamini, shetani hawezi kuwa na mamlaka kwa mwanadamu huyo, kwa sababu shetani ni muongo na mtekaji ambaye anatamani kuteka nafsi za wanadamu mbalimbali katika hii dunia na kwenda nazo jehanamu. Huwa hatamani mwanadamu aweze kuijua siri hii, kuwa mwanadamu anaweza kutumia damu ya Yesu na kumshinda shetani. Hivyo, kama nawe ni miongoni mwa wanadamu ambao wanatamani kumshinda shetani, hakikisha unatumia damu ya Yesu Kristo. Mkemee shetani kwa damu ya Yesu na shetani utaweza kumshinda, kwa sababu hakuna silaha ya shetani inayoweza kuizidi silaha ya damu ya Yesu pamoja na ushuhuda wako. Namba 5, Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7. Ukisoma maandiko kwenye kifungu hiki, Biblia imeandikwa, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Unajua kwa nini shetani hawezi kupenda ujue mstari huu? Ni kwa sababu shetani hupenda kutumia uoga, lakini Mungu alitupa nguvu na amani. Mwanadamu anapokuwa muoga, uoga ni moja kati ya milango ambayo shetani huitumia kumuingia mwanadamu na kumtawala. Mwanadamu anapokuwa na uoga, uoga unaweza kuishusha imani ambayo ipo ndani yake. Hivyo, shetani hatamani kabisa mwanadamu aweze kuwa mwenye nguvu na jasiri. Ndiyo maana hatamani mwanadamu haweze kujua mstari huu, kwa sababu mwanadamu ataweza kujua kuwa Mungu hakumpa mwanadamu roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo, kwa sababu shetani anajua pale utakapoweza kuijua siri hii, utakuwa na hari kubwa ya kuweza kumshinda shetani katika hali zake zote. Hivyo, ni vema kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wametawaliwa na uoga kwenye maisha yao, acha kuogopa kuanzia leo, kwa sababu hiyo si roho ambayo Mwenyezi Mungu alikupa, bali ukijiamini ukaitumia roho ya nguvu ambayo ulizawadiwa na Mwenyezi Mungu, utaweza kumkimbiza shetani na shetani hawezi kukushinda kamwe katika maisha yako. Namba 6, Mathayo 28 mstari wa 18. Ukisoma kifungu hiki, Biblia imeandikwa, Yesu akaja akasema nao akisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
Ukisoma maandiko haya unaweza ukayatazama katika macho ya kawaida, lakini unajua kwa nini shetani apendi uweze kujua siri ambayo imejificha ndani ya maandiko haya? Ni kwa sababu Yesu ndiye ana mamlaka yote duniani na mbinguni, hata juu ya nguvu zote za giza. Ukikaa ndani yake uko salama. Kumbuka, shetani ni baba wa uongo na ndiye mtawala wa nguvu za giza. Shetani anatamani kuendelea kuwatawala wanadamu kwa kutumia nguvu zake za giza. Lakini kama ukiweza kujua siri kuwa Yesu ndiye aliyepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, ina maana hakuna nguvu ambayo inaweza kumshinda Yesu. Shetani hatamani uweze kuijua siri hii kwa sababu anataka uendelee kuhofia na kuendelea kuishi chini ya kivuli cha utawala wake. Wani lengo lake ni kumtawala kila mwanadamu ambaye yupo katika uso wa dunia. Namba 7. Yohana 10 mstari wa 10. Ukisoma kitabu kitakatifu Yohana 10 mstari wa 10, Biblia imeandikwa, mwivi haji ili aibe na kuua na kuharibu. Mimi nilikuja ili wapate uzima kisha wawe nao tele. Kifungu hiki ukikisoma katika hali ya kawaida unaweza usijue ni kifungu ambacho kimebeba uzito kiasi gani ndani yake, lakini pia unaweza usijue ni kwa nini shetani hatamani ujue siri ambayo imejificha ndani ya kifungu hiki. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, shetani huja kuharibu, lakini Yesu huleta uzima wa kweli. Usimruhusu mwizi ambaye amezungumziwa katika mstari huu ni shetani, kwani shetani huja kuua na kuharibu, lakini Yesu huja kutengeneza na kuleta uzima wa milele. Shetani ana hila mbalimbali ambazo huzitumia kuwarubuni wanadamu, na baadhi ya wanadamu hujikuta wakirubunika na kujikuta wakiishi chini ya misingi ya shetani bila ya kujua mwisho wao utakuwaje. Shetani anaweza kutumia hila zake akakulagai na ukadhani upo sahihi, kumbe anakuibia uzima wa milele ambao Yesu anaweza kuleta katika maisha yako. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, hakikisha unamkabidhi Yesu maisha yako, kwa sababu Yesu anakuja kutengeneza na kukuletea uzima wa milele, na kisha yeye anakuja kukuokoa dhidi ya mwovu shetani. Lakini kama utaweka mikono yako ama utaweka maisha yako katika kivuli cha mharibifu shetani, shetani atakurubuni kwa vitu vya muda mfupi, lakini mwisho wako utakuwa jehanamu. Namba 8, Zaburi 91 mstari wa 11. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Zaburi 91 mstari wa 11, Biblia imeandikwa, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mungu ameweka ulinzi wa kiroho juu yako. Shetani hatamani uweze kuijua siri hii kwa sababu anajua mwanadamu anapokuwa hamuamini Mwenyezi Mungu anamuondolea ulinzi. Hivyo mwanadamu akishajua siri ambayo ipo katika mstari huu, mwanadamu atajikabidhi katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu atamuagizia malaika waweze kumlinda katika njia zake zote, na malaika wanapomlinda mwanadamu katika njia zake zote, shetani anakuwa hana mamlaka tena katika maisha ya mwanadamu huyo. Hivyo ni vema ukajikabidhi katika mikono ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atawatuma malaika waweze kukulinda katika biashara yako, waweze kukulinda katika familia yako, na waweze kukulinda katika kila ambacho unakifanya katika maisha yako. Namba 9, Waefeso 6 mstari wa 11. Kitabu kitakatifu cha Biblia, Waefeso 6 mstari wa 11, imeandikwa, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Shetani hutumia hila mbalimbali katika kumshinda mwanadamu, na baadhi ya wanadamu hawaujui uwezo waliopewa na Mwenyezi Mungu, na ndiyo maana wanajikuta wakiwa chini ya utawala wa Ibilisi. Lakini Mwenyezi Mungu ametuhabarisha kuwa endapo tutavaa silaha zake, basi tutaweza kuzipinga hila za shetani, na tukiweza kuzipinga hila za shetani, ina maana tutamshinda shetani, na shetani hawezi kuwa na mamlaka tena katika maisha yetu. Shetani hatamani tuweze kuijua siri hii kwa sababu anajua kama tutaweza kuzitumia silaha za Mwenyezi Mungu, tutaweza kumshinda, kwa sababu shetani hana uwezo wa kupambana na Mwenyezi Mungu. Namba 10,
Warumi 16 mstari wa 20. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Warumi 16 mstari wa 20 imeandikwa, na Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Mwisho wa shetani umeandikwa kwenye kitabu kitakatifu cha Biblia. Mshindi ni Mungu na wewe uko upande wake. Wewe ukiwa upande wa Mwenyezi Mungu, basi kwa hakika shetani hatakuwa na mamlaka katika maisha yako. Siku zote panapokuwa na vita ya kishetani na ya kimungu, Mwenyezi Mungu ndiyo ana nguvu ya kumshinda shetani, na shetani hatamani uweze kuijua siri hii, kwa sababu anajua ukishaijua siri hii ukatumia silaha za Mwenyezi Mungu, basi utakwenda kumshinda upesi, kwa sababu yupo chini ya miguu yenu na mtamshinda upesi kwa mujibu wa maandiko katika kifungu hiki. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii, na kuanzia leo shetani hatakwenda kuwa na mamlaka kwenye maisha yako. Asante, bye. Nikutakie wakati mwema.